Asifiwe Yesu kanisa. Wacha tuinamise vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa mbinguni, ni wakati tumerudi kwako tukijua kwamba wewe unastahili kupewa sifa na kuinuliwa. Asante kwa ajili ya dakika hii Mfalme. Tunaomba ukashuka ukiwa Mungu, ukaonekane kwa kila kando. Baba, ukafungue wote waliofungwa na kuvunjika moyo kwa ajili ya kufuata njia zako. Asante kwa ajili ya neno lako umetupatia, kupitia mtumishi wako umetufunza mingi. Kristo, naenda kunena katika maandiko matakatifu. Kristo, kuwe mimi ni chombo, nitumikio, nitangulie katika mafundisho. Nimekemea na kuharibu kila kasi ya giza mbele yangu ipate kushindwa. Kristo, onekana mahali hapo, utawale, kaachilie malaika 12 wafanye kazi. Kanifungue kwa ajili ya mafundisho, unipatie kima na busara na uelevu. Asante kwa kila neno. Kumbuka wale wako ingio, wabariki mahali wako. Walio wagonjwa hospitali ukawagusa na ukawaponye. Walio safarini ukuwe pamoja nao. Waliovunjika moyo katika njia zako Baba, na kuomba uwaguse tena, warudishe Baba. Naomba msamaha kwa kila mmoja ameingia mahali hapa. Naomba Kristo tufungue, tuinue katika kazi yako. Katika jina la Yesu safi takatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ya wakati tunaenda kujifunza katika maandiko ya Zaburi 32. Maandiko ya Zaburi, Psalms 32, kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 11. Tunaenda kujifunza jinsi wale wanaosamewa Bwana na malaika wake wanafurahia wakiwa katika kiti yake enzi. Ama yule anaomba msamaha ndiye anayekubalika mbele ya macho ya Bwana. Kwa hivyo tunaenda kujifunza vile wanaosangilia wakiwa katika mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ni funzo kutoka kwa Daudi mwana wa Jese, jinsi vile wanadamu ama yoyote ameamua kumfuasa Yesu Kristo anaweza kukaa kivipi ndani yake ndiye apate kuitwa mteule ama mwana wa Mungu. Kwa hivyo maandiko yaniambia ya kwamba Eli aliyesamewa dhambi na kuondolewa makosa yake, Eli ambaye Bwana hamuhesabiwi hatia na ambaye rohoni mwake hamuna hila. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Maandiko yatuambia Daudi akawachuliza akawaambia ya kwamba Eli yule aliyesamewa dhambi na kuondolewa makosa yake, pia Eli aliye Bwana amuhesabiwi hatia na ambayo rohoni mwake hamuna hila. Aliyesamewa dhambi ni yule ameamua kutubu na kumrudia Bwana. Uweze ukasamewa dhambi kama uchaomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu maandiko yatuambia Daudi akanena akasema ya kwamba heri yule asiyehesabiwa makosa. Kwa hivyo yeyote Mkristo asiyehesabiwa makosa ni yule anayechinyenyekea mbele ya macho ya Mungu, ama anainama na kuomba msamaha. Kwa hivyo msamaha tunaona ni kitu ya maana muhimu kwa Mkristo. Ukisaenda kinyume cha mapenzi ya Bwana, ukisakosea na mwenzako, endo muombe msamaha. Kwa hivyo kuomba msamaha si ujinga, lakini kuomba msamaha ni kukaribia Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati unaomba msamaha unakaribia Yesu Kristo, na anakuosha na anakutakasa, ndiye anakaa ndani yako. Kwa sababu yule aliye na kosa na dhambi hawezi akamkaribisha katika kiti yake enzi. Ndio naona Daudi akasema ya kwamba aliyesamewa dhambi, Eli yule anayosamewa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuondolewa makosa yake ni yule anaungama, sio yule anakaa anachua nimesamewa. Tulikosana na dadi na mama, lakini tunaanza kuongea alinisamea. Hawezi akakusamea kama wewe hujaitisa msamaha kwake. Kwa sababu maandiko yatuambie Eli yule anayefanya nini? Aliyesamewa dhambi na kuondolewa makosa yake. Wewe unadhani baba uliovuruga baba kwa ajili ya kitu fulani, uliotusi mama yako kwa ajili ya kitu fulani, ati amekusamea kwa sababu yeye ameacha ameongea na wewe. Lazima mwambie baba nilikosea, mama nilikosea, baba, ndugu, dada nilikosea, naomba msamaha. Na msamaha unakubalika mbele ya macho ya Bwana. Ndio mnasameana, safari yake inakuwa rahisi. Kwa sababu maandiko yaniambia ya kwamba ambaye rohoni mwake haina hatia. Lakini ukiona anaanza kuongea na wewe unafurahia amenisamea,
na wewe uchamuitisha msamaha, hiyo rohoni mwako hakutakuwa na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwenye kukwasa na kukwasua safari yao ni moja. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ili yule anayehesabiwa mwenye haki katika hema la Bwana na ambaye amesamehewa dhambi zake, ndio baadaye anaondolewa makosa yake kupitia damu ya Yesu Kristo. Ndio ni mwake hamuna hila. Yaani rohoni mwake kuna amani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mnakosana na ndugu yako, unakaa muda umsalimii, ongea na yeye, lakini ndogo yako anachukua vitu kama rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Mnapitana, anafika wakati anashindwa kukueba mkiwa na mgeni, mkiwa na rafiki anayejua, anawasalimia. Unasema ukifika kule nyumbani unasema yule ameachana mambo mengi. Ameachana mambo mengi lakini hujamuitisha msamaha. Kwa hivyo msamaha mbele ya Bwana inapokubalika. Kwa hivyo kuomba msamaha si uchinga. Kuomba msamaha ni kukaribia Yesu Kristo. Kosa lolote ulio nawe, enda Bwana mwambie nisamehe. Maandiko yatuambia wakutane pamoja, waombe msamaha ndio wapate kusamehewa, wapate kusamehewa, ndio waonekana wakiwa wasafi mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Nilipokosa kuungama dhambi zangu, mifupa yangu ilipoona. Daudi akanena akasema ya kwamba nilipokosa kuungama dhambi zangu, mifupa yangu ilipona. Iliposa. Wakati Daudi alipokosa kuungama dhambi zake, hakukuwa na amani. Alikuwa na yumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo fikira zake zilikuwa zinatawaliwa na roho wa Bwana. Fikira zake zilikuwa naenda na zara. Anaona ako na kosa, inamlazimu aenda aitise msamaha. Ukiona umekosa mwenzako, usifike wakati mnaanza kuongeleshana mnasema umemsamea, wewe enda kwake muombe msamaha. Kwa sababu maandiko yatuambia huyu Daudi alisumbuka sana. Wakati alipokosa kuangama, hakupata amani. Ndiye alisema ya kwamba mifupa yangu ilipooza. Hakuwa na amani katika njia zake. Kwa hivyo ili kuomba msamaha kuliko kuachilia kama kawaida. Kwa hivyo msamaha ni jambo la maana, ni jambo ya kukaribia mbele ya macho ya Bwana. Ndio yeye akuose, baada ya kuomba msamaha, ndio yeye akuose, ukubalike katika hema lake, ukubalike katika njia zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua ni wachache wanajua kuomba msamaha. Ni uongo ama ni kweli? Bibi akikosa kwa Bwana ni ngumu kusema nisamehe. Anaona kawaida. Lakini 3/4 ya wanaume tuwapigie makofi. Mnakataa kuwapigia? Hiyo ni ukweli. 3/4 ya wanaume wanajua kuitisha msamaha. Unajua wacha ukweli tuite ukweli. Lakini mwanamke anaweza kufura tehori hii. Ni uongo ama ni kweli? Anakuambia nikikumbuka vile ulinitesa. Nikikumbuka yeye unifanyia. Yaani iko kwa rohoni mwake inamuumiza. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yaani kile kilio ndani yake kinamuumiza zaidi. Akikuangalia na uwasa vile ulitenda kwake, hata msamaha kumuitisha. Na yeye mwanamke akikuchukia, uwezi ukatambua kama anakuchukia. Lakini mwanaume akikuchukia anaonyesha right. Ni uongo ama ni kweli? Lakini mwanaume yaani anamuumiza. Ndio unapata wengi wanachiua. Kwa sababu wanakaa na siri ndani yake. Hawataki kuambia mtu wasaidiwe kimawazo, kimawaida. Anakufa. Unapata wengine wamepandizwa pressure. Unauliza pressure imetoka wapi? Na kwetu watu kuwa na pressure. Hii magonjwa imetoka. Emeleta na depression, ile mambo umeweka ndani yako. Lakini mwanaume anakuonyesha direct, anaenda huko, baadaye anarudi anaomba msamaha. Anaomba msamaha, lakini mwanamke ni ngumu. Lakini maandiko yatuambia, Daudi akatuambia ya kwamba alidovika sana alipokosa kuomba msamaha kwa Bwana.
Kwa hivyo hakuna dhambi ndogo mbele ya macho ya Bwana. Dhambi yote ni sawa. Mwenye ameua, amesengenya, amevitini, amesaliti, hiyo yote ni sawa. Kwa hivyo msamaha imekubalika mbele ya Bwana. Ukiona umekuosa mume, piga makoti uombe, waambie mimi nataka msamaha. Tukiongea na yeye anakuja tunaelewana. Kiona mwanaume hivyo, piga msamaha, ambia usiache chua itoka bahati pengine unamweka kwa kifua, unaumia bwana. Wewe unachiumisa peke yake. Yeye anafikiri ile mambo mlimaliza, lakini unamaliza wiki unamwambia unajua ulinikosea siku ile. Sichafurahia mpaka saa hii. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Daudi alisema alipooza sana, mifupa yake ikuwa na amani, alisiwa nguvu au kuwa na furaha. Yaani alipooza mpaka mifubani. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha ya kwamba kabla hajaitiza msamaha hakukuwa na furaha moyoni mwake, alikuwa anaumia. Kwa hivyo wewe unakosa kuitiza msamaha, unazidi kuumia. Kwa sababu ikiwa yuyo mcha Mungu alisema, aliumia sana mpaka aitize msamaha. Kwa hivyo msamaha mbele ya Bwana imekubalika. Bwana Yesu apewe sifa. Unamwambia Bwana, yani wengine wanaona kuitiza msamaha ni ujinga. Si ujinga, iye na kuinua na kufungua. Kwa sababu ukiwa na ukwasa ndani yako utakuwa na breakthrough katika maombi. Utakaa nde, unafikiri unaomba lakini maombi yako hiviki, inafika hewani inarudi. Kwa sababu ndani yako kuna kikwazo. Kama mtu ameukosea, mwambie unajua umenikosea, sijafurahia na yeye. Usikie kama anakuambia pole, unisamehe. Lakini mkaiti hawezi akuambia pole, ataenda atajionyesha ya kwamba yeye anaona na kumbe alipoteka. Alipotea kabisa. Ukiona akienda amepotea, wewe muachane. Lakini wewe unaenda bila kuitiza msamaha, jua ya kwamba huyu amekuachia Mungu. Na ukiachia Mungu ni baya. Kwa sababu Mungu anadili na kila jambo ya yule anaomwamini na kutenda yali yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kulia kwangu mchana kutwa, alipooza mifubani kwa sababu alikuwa analia sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hili baba akuche mbele yake amuose na damu ya mwanae. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuli, kwa maana mchana na usiku mkono wangu ulinilemea. Mkono wako ulinimea. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinilemea. Jasho lako likakauka hata nikawa kama ichi kavu wakati wa kasini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Daudi alisema wakati bado hajaitiza msamaha, mifupa yake inapooza mchana na usiku. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa chini ya kulia kwingi analilia Bwana amsamehe. Unajua wakati unaopiga maokoti unaoitiza, yule mtu anaenda kiroho. Unasikia kweli umekubalika mbele ya Bwana. Kama ni ulikuwa umeweka hadi agano na Bwana, ukitimiza unalilia Bwana. Unajua wengine wanaweka, wanaona ni kawaida, wanachambu hiyo story. Wanasema ni kawaida. Lakini ukiweka agano na Bwana ukose kulitimiza, itoe kwa haraka na ombe msamaha, na utoe sadaka ya hatia na kutekete. Usione ni kawaida. Sio kawaida, hiyo neno itakusumbua rohoni mwako. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kwamba Daudi alisumbuka sana. Alilia mchana na usiku, akakauka kama nchi kavu. Bwana Yesu apewe sifa. Anaendelea kutubu na kuomba, lakini anasikia maombi yake haijafika. Wewe utaweza aje kufika ikiwa uchaingia katika hali ya kuomba katika kiroho? Uchaomba msamaha, Mungu akuelekeze. Ukiambiwa umekosa omba msamaha, unaona hiyo ni kazi ya upuzi. Na kuambia kuna jambo unaweza kufanya ikuhangaishe katika maisha yako. Mahali popote ukienda usipata amani. Usiku ukiamuka unaona yule baba yako ulipepea banga anakuona. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna jambo unaweza kuenda kwa mbele ya Bwana, ikubalike kwa haraka. Vile wewe unaomba ya kwamba utaomba tena. Ukae katika maombi useme kweli nilikosa. Unajua eli yule akukubali makosa yake usamewa kwa haraka. Lakini yule wa kukaa katika siri uachiliwa wangamia. Kwa sababu wakati maangamizi itakuja, hata jua inatoka wapi inaelekea wapi. Lakini anaangamia ghafla, unakuja kusikia mambo mengine ikiwa
tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na kuna jambo la siri mbele ya macho ya Bwana. Ukitusi mtumishi wa Bwana, ukienda kinyume cha viongozi wa kanisa, ukiongea malio maovu, hakuna kitu siri. Nabii aliye Mombasa, aliye Kisumu, aliye Nakuru anavunuliwa. Na yeye akiwa na malaika wake wakitembea haraka atakutembelea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tumuogope Mungu. Kumuogopa Mungu ni kuheshimu hekalu yake, kuheshimu wale viongozi pamoja na mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usikue haraka. Mwimbaji akasema, Baba uniwezeshe kunyamaza, nichue kunyamaza. Unajua kuna wengi hawana break ya kuongea. Wanaongea ni kama wale watu walipoteza laini. Lakini mwimbaji mmoja akasema, Baba yangu uniwezeshe kujua kunyamaza. Unapata kikundi wanaongea juu ya mtumishi ama kiongozi fulani, unaanza kuchangia. Ujue kama yeye ako na malaika gani. Wewe unachangia tu kwa sababu na wewe unataka wafurahishe ile kikundi na wewe unajua kuongea. Bwana Yesu apewe sifa. Kama vile ukiona watoto wakienda sura maingia magurubu, anaonyesha wale wengine hata yeye ni mkuu nini? Anachueza. Bwana Yesu apewe sifa. Inafaa sisi wa Kristo tujue vile tunaenda mbele ya macho ya Bwana. Tusije tukaangamie, tusije tukaiti ni wenye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiona Daudi akilia sana, anasema wakati asipotubu anapooza mifubani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kulia kwake usiku na mchana, maandiko yatuambia kwamba mkono wa Bwana ulimremea. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani anaweza kusikia sauti ya Bwana anyenyekee na atubu? Asikie kabisa Bwana anataka amuokoe. Aombe ya kwamba hataomba tena. Asame katika maombi. Ambie Bwana nataka unirejeze katika wokovu. Yale nimetenda, yale nimefanya na chuo cha kufurahisha. Lakini kwa vile umenifanya nigundue mimi ni mwenye dhambi, na kuja unioshe na damu yako. Kumaanisha ya kwamba utarudi katika hiyo dhambi tena. Sio kumpapasha. Kwa sababu kabla uchainama yeye anajua ya kwamba unamdanganya. Kwa hivyo anakuja kwa yule ameamua na kufuata njia zake na amri zake. Akuji kuachili wewe umelia. Unaweza kulia mpaka 24 hours lakini utoka hapo ni kubure. Lakini kuna yule anasimama kwa second anamuita na anaitika kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika hii safari ya kusama katika msamaha, lazima uamue. Usema leo nimeamua kuenda katika madhabahu. Wacha siku hizi wengine wanakuja kuachili madhabahu inaombea watu. Hapo unaweza kutoka na baraka ama uraniwe. Kulingana vile umekuja. Ukiicha ukiwa umeamua tabarikiwa. Lakini ukiicha kumjaribu mtumishi wa Bwana unaraniwa. Tuache kuchukua vitu neno la Bwana kama kawaida. Neno la Bwana ni jambo la kuheshimiwa. Neno la Bwana linapeana nguvu. Neno la Bwana linaponya na kuinua. Kwa hivyo ukisikia sauti ya Bwana, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kubali Yesu Kristo na yeye akutoe kwenye mafumbi akuinue, akuangazia kuonyesha njia za haki na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Ukiongea na watu kweli unaonekana wewe ni mcha Mungu. Nilipita mahali pengine kitu ilikuwa mwendo wa 3:30 ya usiku. Nikapata mkichana mmoja, siku hizi vijana wanakosa adabu, lakini sijasema ni wote. Huyo kijana ni mlevi, ni kama ukimwangalia miaka 24. Anasimama, mama akimwambia toka kwa kasi yangu anasimama anaanza kumtusi. Bwana Yesu apewe sifa. Alitusi huyo mama mbaya sana mpaka mama akamwangalia. Lakini nikalasimishwa nimuite. Nimuulize ni nini mbaya wewe na mama. Akaniambia huyu mama ananiongeleza kama nimekula kwake. Bwana Yesu akapewa sifa. Bwana inuliwe. Yule alikuwa karibu akaniambia wewe achana huyu ni bangi na muongeleza atakuinukia. Ngamwambia ataniinukia, mimi tutaongea na yeye. Lakini mimi nishukuru Bwana wakati niongea na yeye alitoka mahali hapa akafika. Unajua wakati damu iko ya kuua na kuua mahali popote. Huyo mama akaitana vijana wake wakaucha na gari speed. Alirudi kwa njia akafika tena akarudi. Kuja yani anatusi huyo mama aoni. Kamwambia wewe uko na damu ya kuua utauawa hapa na ulete shida. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye akaniambia yeye anaweza kuuawa na walipe 10,000. Unaona shetani akitawala mtu. Yeye anaona anaweza kuuawa. Lakini kile kiagiza kiko ndani yake ndio kimeongoza.
Nikamwambia ungesikiliza aende nyumbani upae. Kama amekosea kesho aliteremuka hivi vijana walitoka akapata ameenda distance. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Bwana vile anafanya kazi yake, Shetani amependa kutumia watu ili angamize taifa ama angamize wale wanaomcha Bwana. Mama ameandamana mpaka kibada yake ameenda kutuziwa. Ionekane imani yake iko wapi. Na wewe Shetani anaweza kutumana na atatumana chura kuja kwako. Atatumana yule unasema ndio rafiki akuje kwako kufuruga, afuruga amani katika nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na unasema sifikiri kama huyu rafiki anaweza kunifanya hivyo. Sifikiri kama huyu anaweza kufanya. Kumbe Shetani unajua kutumwa hata kwa watoto wako uwezo. Anachilenyekea, anakuwa Delila. Anakuja anafanya yote, kumbe amekuja kuchukua nini? Baraka zako ama nyota zako. Kwa hivyo uwe mtu wa kusoma maandiko kuanzia agano ya kale mpaka agano jipya. Ujue wale waliokuwa wanasimama katika Kristo walikuwa wanakaa aje. Usikuwe mtu wa kufuata upepo, uwe mtu wa kufuata Yesu Kristo. Kwa sababu yeye ndio njia ya haki na ukweli. Yeye ndiye atakufundisha kunyamaza. Mwambie Baba, mimi sina uwezo, lakini uwezo utoka juu mbinguni. Unifundisha kunyamaza. Haleluya. Usiye kila mahali ukipata kikundi kinaongea vitina juu ya watumizi na wewe unachangia. Ukisikia wewe juu ya mkubwa wa kwaya, wewe unaongea. Yaani wewe kila mahali unafiti. Yaani unapelekwa na upepo. Lakini mwana wa Mungu hataki hivi. Anataka mtu ameamua kufuata Yesu Kristo peke yake. Mtu anaamua kutii sauti ya Bwana. Mtu anaamua kushika neno la Bwana lakini sio maneno. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona ya kwamba akalia Daudi alikuwa mcha Mungu. Lakini alikaa katika magoti akimlilia Bwana. Akaona baada hajafaulu katika safari. Akaona ameasi amemkosea. Wewe maangamizi yakija katika nyumba yako magonjwa, unaanza kusema umeroa, unaanza kusoma ni vitina kazini, nimegonjeka hivi kwa ajili ya kuna wivu kazi. Hapana, mbona umwambie Mungu wako ama umemwasi? Mbona ngozo kwamba mama haya yote imenitokea? Visanga, vita katika nyumba yangu. Ni mimi nimeenda kinyume pamoja na nyumba yangu ama nikuache? Tu Bwana akukamilishie, kwa sababu hii safari tuko naye ndugu ama dada, ni safari inataka imani na upendo. Imani na upendo kwa watu wote. Kwa sababu upendo kwa watu wote upiga vita iliyo mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wewe kaa vile Daudi alikaa. Alisidi kunena na Mungu peke yake. Ichalisi yale magumu alipitia, lakini alisimama katika neno lakini sio maneno. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Dane katuambia hivi, ndipo kuangamia dhambi yangu. Nikaangamia dhambi yangu, wala sikuificha upotevu wangu. Akaungama dhambi yake mbele ya Yesu Kristo, hakuficha wakati mkono wake ilimremea. Bwana Yesu apewe sifa. Mkono wake ilimremea. Wakati mkono wa Bwana uliremea Moi Kenyatta, alianza kuungama dhambi, ndiye akatumia mnabii. Baada ya kuugua miaka 2 na zaidi akiwa Kenyatta, lakini alililia Bwana. Wakati mkono wa Bwana ulimremea, ndiye alianza kutubu. Ikiwa wewe mkono wa Bwana uchakuremea, unaona kuua ni kawaida. Unaona kusaliti ni kawaida. Unaona kufitini kule kazini ni kawaida. Unaona kutoa wengine kazi ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaona kukosa kuitisa msamaha ni kawaida. Yaani unachuweka kama don't care. Yaani uchali maisha ya wengine, lakini unachiona baadaye ya kumwona Kristo. Kwa sababu yule aliyekuumba ndiye aliyemuumba yule unaofanya nini? Unaofuruga. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambia alipokuungama dhambi yake, hakuficha upotevu mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesahau pia story moja tu ya dada alilazwa Kenyatta zaidi ya miaka 2. Lakini wakati wa Bwana mkono wako ulimremea kwa sababu alikuwa anampenda. Unajua kuna wale wamewekwa kwa ajili ya mangamizi.
Na kuna wale Bwana anapenda, anakaa mpaka wamuite ndiye awaokoe. Wakati mkono ulimlemea kule Kenyatta, alianza kuungama na kuomba msamaha. Wakati alitubu na kuomba kwa bidii, Daudi aliomba kwa bidii, lakini akasema bado alikuwa anaungua. Lakini mkono wa Bwana ulizidi kumlemea. Akafichua dhambi zake mbele ya Bwana, ndio Bwana apate kumkubali. Wakati dada alilia sana kule alipokuwa Kenyatta, baada ya miaka 2 akiwa katika mateso, anameza madawa, Bwana Yesu apewe sifa. Hakuona mabadiliko, lakini mkono wa Bwana ulimlemea. Aliomba toba, akatumiwa nabii Bali, kamwambia mahali upoishi kuna kitendo ulitetendea jirani yako, na Mungu akafurahisha, ndio kwa sababu amekuachilia, Shetani amekutagara. Yale yote maovu ulienda kufanyia ile, irudi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tumuogope Bwana tukitenda maovu juu ya ndugu yako, jirani yako, mtu yoyote unaotendea maovu. Au wewe ni kazini, kanisani, mahali popote ulipo. Wacha uwe unamheshimu Bwana. Wacha uende pole pole katika njia za Bwana. Wacha uogope kutendea mwenzako maovu. Kwa sababu ukiogopa kumtendea maovu, umeogopa umeheshimu yule Mungu aliyekuumba. Mkono wa Mungu ulilemea Daudi. Alianza kufichia maovu alipokuwa nayo. Mimi najua wewe msikilizaji, ikiwa utalemewa na mkono wa Bwana, utaanza kusumbua, utasidi kusumbua watu usiku. Utasidi kusumbua watoto wazuri. Utasidi kusumbua majirani yako. Utaona hata kuua na kusaliti sio shida kwako. Lakini wakati mtakutana na Mungu wako, ndio nasema ya kwamba mimi sina neno. Nashukuru kwa yale yote nimepitia, lakini Baba nimekuachia Mungu afanye kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasikia wengi wakiomba Baba na kushukuru kwa kila jambo. Najua kwamba wewe ulio na chicho kubwa sana kuona kulipo mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Yale nimepitia wewe unayojua vyema. Lakini usiache nikokotwe na wenye dhambi. Uniokoe na wale wote wanaokuja kinyume juu yako. Wewe na waachia wewe utende mapenzi yako. Unajua ukijua Mungu itakuaje. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Umeua hiyo familia ilikuwa kando yako. Wamasisi wewe ndio uko kwa namba 1, unalia, unaleta zawadi huko. Kwa nini hukumletea zawadi wakati alipokuwa hai na yeye azerekee? Ati unafurahisha sasa wewe ndio namba 1. Unajua Baba aliyo katika kiti enzi anatuangalia. Sisi tunaomcha tunamwendea ache. Tunajua kuwa ache na mifano ya wengine, ndio tuwatoke kwenye giza wakakuja katika nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ya kwamba yeye wala akuficha upotevu wake. Nilisema nitayakiri maasi yangu kwa Bwana. Daudi akasema atakiri maasi yake ya kwa Bwana, baada aliungama dhambi zake na kuficha upotevu mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema atakiri maasi yake kwa Bwana, maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Nawe ukanisamea upotevu na dhambi zangu. Unaona Daudi wakati alipokiri yalisamewa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati alikuwa anajificha, anasema Mungu unisamee dhambi, na akili dhambi ni dhambi gani aliyo naye. Unajua ukiambia Bwana akusamee dhambi, unasema uliua, ulichabudibu kuua, ulisaliti, ulivitini, ulichochea mwingine ukamtoa kazi. Lazima ukiri. Umwambia ni dhambi gani ulifanya. Kama uliingilia nyumba ya wenyewe ikaisha, umwambie Bwana nilifanya nyumba ya choni na meli ikaenda kando. Hiyo ndio kukiri. Sio unasema utamee dhambi gani. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima umwambie ile dhambi umefanya. Wakati huyo alipokuwa anasema Mungu unisamee dhambi, maandiko yaniambia mifupa yake ilipooza sana, akaangamia, akakauka kama nchi kavu.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndipo akamrudia Bwana, akaungama dhambi zake na akafichua upotevu wake. Akamwangia kile kitu aliyofanya. Unajua kuna mtu unaweza kuua usipata amani. Unaweza kuua mtu kama wewe ni muache ukosa amani. Unaweza kutesa familia nyingine, wewe usomesa wako wamalize lakini wakose mwelekeo. Ama iko aje? Unajua vile Mungu anaenda sio vile mwanadamu anafikiria. Unaweza kutesa hiyo familia wasiolewe wala kuoa, lakini wewe uchirani wewe mwenyewe. Unajua kuna wale wanachukura wenyewe wanasema wanameroa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tuangalie ni nini inaweza kufanya tusione ufalme wa mbinguni. Sisi kama Wakristo tunafaa tuose mavazi yetu ndani na nje. Ndio ukikaribia huyu Yesu Kristo akuose uwe msafi kama nini? Usichokaitiwe mwenye lawama. Daudi yeye alikaa akaomba nisamee dhambi, lakini hakukiri ni dhambi gani alifanya. Wacha kujifisha ndani ya pazia. Mrudie Bwana katika roho yake na kweli. Mwambie mimi nilisaliti mtu akauawa. Unajua kama uliunga pesa mtu akauawa, wewe ni muachi. Lazima mwambie Bwana kile kitendo ulifanya. Uliorganize nini mtu akaenda kuuawa? Kama ulikuwa mmoja wao mlikuwa 10, hata mkatoa wawili wakaenda kuua, wewe ni muachi pia. Kwa sababu ulichangia damu ikamwagika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukienda macho ya Bwana usifiche dhambi. Mwambie Bwana nikose dhambi nimefanya. Kama saa hii tunaenda kumaliza mwaka, si ndio? Tunaenda kushukuru Bwana kwa ajili ametuliza mwezi mmoja. Wacha kusema Bwana ukumbuke nilifanya unisamee dhambi ya mwaka mzima. Lazima mwambie ni dhambi gani atakusamea. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima mwambie niliua, nilisaliti mwingine, nilichochea mwingine kasini akatolewa bila idea. Ama unafikiri kuchochea sio dhambi? Bwana Yesu apewe sifa. Hata kuchochea si ni dhambi. Kwa hivyo lazima akili waambie Bwana ni kitu gani waliofanya mpaka unaitiza msamaha. Kuna wale wanaongojea baraka isiwafikii. Iweze kawafikia unless hata wasi wameungama. Siko hapa hewani zinazunguka na kurudi. Hakuna baraka tena lakini hawezi akafaulu kwa sababu kuna chamba aliyofanya ikamkasirisha Mungu wetu. Kwa hivyo lazima akili aende mbele ya Bwana aseme nilifanya kitu fulani. Ndiye kabisa sababu wacha kusema wacha ndio sijakataa warogi wako ni wengi hata wako makanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wacha kusikilia fasi ya mrogi. Wewe uliza Bwana ulitenda nini? Ndio yale yote unafanya uweze katimika. Ndio Bwana akuja ashuka akiwa Mungu. Baada ya kuomba na kutubu na kumwambia Bwana niliua, nilisaliti, nilichochea, nilifanya mambo yasiyo kufaa mbele yako. Nilinyang'anya mwanaume bibi yake. Nilinyang'anya bibi mke wa mume wake. Umwambie simesifu ulinyang'anya nani? Umwambie Bwana sasa mimi nahitaji wewe uonekane. Kuna maangamizi yanakuja kwa ajili ya maazi kwa sababu wale wanaotenda maasi wao wenyewe. Sio ya kwamba ni udogo uchawe vitina hapana. Wewe fikiria kwanza wewe umetenda nini? Uko mtakatifu mbele ya Bwana? Una hatia? Umetenda nini? Kabla mpendo uchainama, jichunguze kabla uchamwambia Bwana. Kwa sababu unaweza kumuita uone giza. Hata kuchibu kwa haraka. Lakini ukiinama ukijua uko na makosa kwanza unamuita. Akusamea kuasi kabla uchaitisa baraka katika nyumba yako. Kabla uchaitisa baraka katika njia zako. Kwa sababu Bwana ndiye anakupeana na Bwana ndiye anainua. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo lazima mwambie yeye umekosa nini? Ndio umemwendea ndiye apate kusamea. Sio kusema ya kwamba unaanza kusema huyu jirani amenionea kule kasini ni vitina unakemea kumbe unajikemea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo lazima tuchue vile tunayomwendea huyu Bwana. Ndiye akasimame pamoja nawe. Ndio chue ukubariki mbele ya macho yake. Ndio sicho ukahesabiwe mwenye hatia. Bwana Yesu apewe sifa. Uliona Safira na nani walisimama wakishuhudia uongo waliangamizwa. Lakini siku hizi watu wanaona ni kawaida.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna story niliyopewa wiki iliyopita, nilisikia nimehusunika sana. Nikiona huyo mtu vile alikuwa mwenye cheo na ameritaya na amekufa bila kuokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Sitaki nimtache China. Alikuwa amesimamia pesa ya kanisa. Nataka niwaeleze vizuri. Hiyo pesa ya kanisa aliyosimamia, akasimamia kwa muda mrefu, akapata hii pesa imekuwa mingi. Yeye akaenda akaficha, akapeana nusu. Saidi hapo hakutoseka, na unajua Shetani wakati anafanya kazi yake apige hodi. Mimi nawaambia hawezi akapiga hodi. Na wale wanaongelezwa lazima ujue ni Mungu gani anakuongeleza. Useme unaongelezwa na Mungu. Hata Shetani anaongea. Hata Shetani anatabiri. Usiposoma hii agano kuanzia mwanzo mpaka mwisho, naombe Mungu sana utajua Shetani ni nani na Mungu ni nani aliye ndani ya mwanadamu. Akarudi mahali pale akachukua zile pesa zote. Sijui mbinu gani alichukua. Hata alipofika kanisani, Bwana Yesu apewe sifa, akasema pesa ni nani alichukua? Alikuwa kasia. Pesa ni nani? Hakuna. Aliwaambia waamini sasa ni maombi tutachukua. Siku fulani tutakuja tufanye Wakati aliomba alimaliza, chama alianguka chini na akakufa. Kuna vitu vingine usichukue ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna chambo mama wangu wa kiroho alinifunza. Bwana Yesu apewe sifa. Sijui kama wengi wenu mnajua, aliniambia msichana, alikuwa ananiita msichana wangu, nataka usikilize leo nitakufunza usicho ukapotee njia ya Yesu Kristo. Ukiingia kanisani usifanye ile change, ile sadaka change ndio peane. Usiende kama ulikuwa na 500 waambie Nicholas nipatie change, Esther nipatie change ndio nitoa sadaka. Hiyo uruhusiwa kwa Bwana. Hiyo inahesabiwa mwenye hatia. Nani anajua hivi? Kuitisa change na kutoa. Sio naona ni watoa wanajua ni mbaya. Lakini leo imefika kwa wakati wa kujua ni mbaya. Fanya change kule nje ya kanisani. Sio kufanya change na matoleo wengine wametoa. Hapo haijaombewa. Inakuwa hatari kwako. Kumbuka kanisa ni bahari. Imebeba kila aina ya wanyama. Yesu akaambia wanafunzi wake waacheni mpaka wakati wa nini? Kwa nini alitumia hiyo mbinu? Tutafakari haya yote na tufunguke macho tupate kuona. Ni jambo gani Bwana anataka tufanye ipate kumfurahisha? Fanya jambo inaweza kumfurahisha ndio upate kufunguliwa, ndio upate kuishi miaka mingi, ndio upate kupokea baraka. Wacha kuwaste tu time kwa njia zio furahisha. Mwishowe naenda chana mnonangamia. Yaani jaribu kutafuta baraka, wacha kutafuta laana. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi napenda kuambia watu, mimi najaribu kutafuta baraka, sitaki laana. Kwa sababu laana mimi nasoma katika maandiko. Kama wewe usomi katika maandiko, enda usome kuanzia Genesis mpaka wapi? Uone vile laana inadili kwa watu. Unaweza kufanya mtu yule ameroga kumbe amejiroga. Kwa hivyo sisi wa Kristo tujifunze kutafuta nini? Amani na baraka. Usifanye kitu unaweza kulaaniwa maishani mwako. Unaweza kuleta laana katika nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kuwapatia story moja. Na hiyo ni kitu nawaambia really. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ilikuwa mwaka wa 95. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kule tukiwa kule kwa nyumba, mtu mmoja akatokea. Akauliza, mnakaa nao watoto wengi, wanakula nini? Wanasoma ache? Nikamwambia hiyo ni njia za Bwana. Kumbe nia yake ya kukuja
ni kuharibu wale watoto wasifanikiwe. Kama wewe ulienda kuharibu mahali watoto wasifanikiwe, umelaniwa na nyumba yako, unless and otherwise umeitisa msamaha. Ile mateso mahali wako lazima ikuandamane, na wewe pokea hiyo mateso. Ikiwa mahali wako nateseka, hiyo mateso lazima irudi kwa nyumba yako. Sio tafadhali. Nataka kukuambia kama ya kwamba laana inafanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati aliingia akaongea, akamaliza akaniambia nisaidie na 200. Mimi nikampea pesa. Sinaona amenietiza 200, labda akona zida. Na ni mtu unajua akona kazi, biashara yake kubwa. Mimi nikampea. Mimi nikaomba, siwezi nikuombea kabla sijaomba, lazima nichulize Bwana. Nikamwambia Bwana, huyu amekuja, wewe unajua yale umeongea juu yao watoto. Na vile ameongea ameitisha 200, mimi nampea. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati niliompea Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niwatoe kwenye giza ukue nuru. Msiende kujaribu kila mtu, mfikiri kila mtu ni wa kujaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ya kila mtu ni tofauti. Jamaa alienda akafanya vile alienda. Akafanya. Akarusa nguvu za giza kwa watoto, akarusa nguvu za giza kwetu, ndio sisi tufate kuonjeka hawa watoto wapate kufanya nini? Wasifaulu katika maisha yake. Na tafadhali sio unga alikuwa anawanunulia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wakati maombi yaliombwa, wakati nini yaliombwa? Maombi ya nguvu. Na mzee wa miaka 95 baada ya kuomba kumaliza ameshika laini akiwa Meru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Maombi ya imani. Ukiwa unaomba katika nyumba yako, na shika nyumba nikiwa kwangu nikiomba. Akauliza mtoto wangu, uko mzima? Kamwambia niko mzima, lakini mwili wangu nasikia umeanza kudavika. Na watoto mmoja ameanza kutoroka, anatafuta magari anapanda. Aliambia kuna mtu alikuja hapa akaitiza nyangapi? Na huyo mtu alikuja akaitiza 200, alienda akutaka wafaulu. Na sio wa ukoo wao, nataka mnielewe. Sio samba naenda kuwanyang'anya, Shetani ashindwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati basi alienda akaniambia, ningamwambia mtumishi wa Bwana, chenye unafanya utanisaidia kwa maombi. Kwa sababu alitisa na nikampea, mimi sina shida. Kwa sababu najua Mungu anapeana. Wakati basi aliomba, kile kilitendeka. Maombi yake inaweza kufikia mtu ako Kisumu, ako Nakuru. Sio lazima nichukue maombi yako. Ukiomba kwa imani, ukiwa mtu hujajijanganya. Aliomba sahi atumuoni. Aligonjeka hiyo ugonjwa alikuwa ametuma, akarara chini, ngasema kwa sababu yule ni friend, wacha niende kumuona. Kumuona aliponiangalia kutoka kwa gate, aliniauliza ni nini kimekutoa Nairobi kuja kuniona. Unajua niende kushuhudia yale Mungu alisema. Lazima nikanyage kule. Bwana Yesu apewe sifa. Ilipofika bibi yake amwambia wachana. Huyu alikuja kutusalimia tu, ameona hata fika kule arudie kule. Mwambia ni sawa. Akaniambia karibu mama. Eiga, kiwa nimekaa hapa nimeangalia hivi, akaingia kwa nyumba akaniambia najua huku Nairobi ampati saga. Bwana Yesu apewe sifa. Kana yule mama ni nini anatoa na koroga? Macharibio tunaipitia. Na hiyo mimi nasema ni ya kuchenga roho. Ndio kuwe fahamu katika maombi. Ngamwambia alipoleta hiyo chakula, ngamwambia unajua mimi nimeshiba sikuli. Akaniambia just the answer tu. Ngamwambia mimi sikuli. Ngawa unajua kuwa ni msimama na kitu ya rais. Sasa huyo mzee aligonjeka, akadovika, akawa vile alikuwa mwili mzima, akarara. Kijana akashikwa, akagonjeka tesemu.
Akarara. Na vile nimeona ukitambua hiyo familia, kuna yule amegonjeka hivi amelala, na yeye kuna yule anamfuata. Unaona wanaenda kuisha. Kwa hivyo msamaha ni kitu ya maana. Usitende kitu useme ya kwamba hii ilisha, hiyo ni miaka mingine. Omba msamaha kwa Bwana. Mwambie Bwana, unipatie ujasiri. Unipatie nguvu ya kuenda kusimama kuomba msamaha kwa nani? Kwa nini? Kwa nani? Kwa Mama Saroni. Nilijua nilimtendea maovu, nilimsurubisha, lakini naambia unipatie nguvu ya kuenda kuomba msamaha. Ndio baada ya kumaliza unaenda kwa madhabahu unatoa sadaka ya hatia na kuteketeza. Unasema ya kwamba niliasi, niliua, nilifanya nini? Kwa vile mmekubaliana hiyo ndio natoa sadaka, ndio mambo yake yupate kufika. Hiyo familia inaisha, hata naihurumia sana. Lakini sina uwezo kwa sababu ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu unajua uwezo kuintervene. Akitaka kufanya kazi yake anafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Unaonaje sasa kazi ya Bwana? Sasa wewe umefanya, umeenda kutendea, mwenye ujui ni neema gani yako naye, mwenye ujui ni baraka gani naye, wanaenda kumpiga. Wengine walienda wakatumwa katika ofisi ya maombi wakuja kufanya madhara, wakakawa wazimu. Wakipita huko wanaita China. Nabii fulani niombe. Yaani wanaenda Mombasa rudi wanaita China. Wakitiza waombe. Lakini yule wanaita hawamuoni kule. Usema awekwe kamba letu, anasema bana naenda kuitiza mzamo. Anapeleka the wrong direction. Wewe wakati Bwana ataweka mkono wake juu yako, ndio utaenda wrong direction. Hata ukiwa umepanda ndege, lazima urudi hapa Kenya uitisa msamaha. Lazima urudi ombe msamaha. Hata ikiwa mlikosana na watu, mambo yako hadi mzuri, rudi Kenya, toka Kisumu, toka Tanzania, toka UK, kuja itise msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo iko iwe wapendo, ukubali usipokubali andika chini. Hiyo inakuanga hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tujifunze yale Daudi alijifunza katika Zaburi 32. Aliendelea kutubu Bwana amsamehe, lakini alizidi kudhoofika mpaka wakati alikiri dhambi zake, aliungama dhambi zake na akaonyesha Bwana, akafichua yote upotofu alikuwa nayo, ndio alisamehewa. Kwa hiyo usijiviche useme mimi nitaenda niombe kando. Ombe kando wapi? Uwezi ukaenda kambo useme nilifanya, wewe kuja straight. Enda. Umwambie unajua Sofia nilikukosea. Nilijaribu kutendea hivi kufaulu. Lakini unakubali unisamehe. Ndio kuche kwa madhabahu uombe. Wacha nikwambia hata ukienda UK utarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Usivunjue ya kwamba umefaulu. Mahali unataka baka utengeneze jina. Tujue kutengeneza majina mbele ya Bwana. Na mbele ya watu wale tunaokaa naye tuheshimiane. Tujue vile tunakaa na marafiki, tujue vile tunakaa na majirani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wale walio karibu na wewe ndio ndugu zako na dada yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kupata kibali ya kuenda mahali fulani jamanizo umefika mbinguni. Hiyo jamanizo umeenda mbinguni. Hiyo imemaanisha tuko katika mzururo wa nchi. Tunatafuta njia tumifikie hiyo baba. Bado hatujafika. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jambo la msamaha, uende wapi? Uende wapi? Lazima urudi mahali ulifanya kosa ombe msamaha. Ndio upate kufunguliwa. Wacha kusikilia mafasi ni wachawe ni wawanga. Sijakataa wako, sijapinga. Wako. Lakini kabla hujafikia hapo, unaomba Bwana nitenda nini? Mahali nimetoka nimeenda wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Niliona chama mmoja alifanya mtihani akamaliza. Wakati aliyomaliza hiyo mtihani, akaanza kudharau wale waliomfanya akawezesha kupita hiyo mtihani. Akaanza kuongea mbaya, hakujua ya kwamba wale walikuwa wanamsaidia, akaanza kuongea ile machafu. Lakini nikwambia saa hiyo anahangaika mbaya. Kwa hivyo heshimu kile kidogo unayopokea kutoka kwa rafiki yako, kwa jirani yako, mpatie heshima. Yaani angalia watu kama hawa wafaulu vyema. Lazima wapitie mapito. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima wapitie mapito ndio wafate kufaulu.
wakati mpaka wakati wamerudi wameomba msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Chama alitenda yenye alitenda. Mimi niko hai na upinde neno nitakufa nikiwa na miaka 120. Kwani hakuna siri. Hiyo ndio tuliweka pamoja na Mungu. Na mimi siwezi kuvunja yale tuliongea na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ile roho aliye mtu mmoja akanipigia simu akaniambia, "Ni moyo gani ulio nayo?" Nikamuuliza, "Ndugu, kwa nini umesema hivi?" Nimeuliza kwa sababu kuna kitu nimeona. Kamwambia, "Wewe uliza Mungu wako ni moyo wani Mungu aliniunge. Ikiwa ni unataka kunikososa, ukosote Mungu. Kwa sababu yeye ndiye mkosese yeye." Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo jivunie vile ulivyo na tafuta uso wa Bwana, tafuta baraka. Dada yangu, ndugu yangu, wacha kutafuta laana. Tafuta baraka ndio masiku epata kuongezea. Kila mahali unaenda udhidhika ni hiyo nayo. Usidharau wengine kwa sababu umevuka ile mtaro. Uheshimu wale wadogo wako. Heshimu jirani yako, ichadisi vile alivyo, patie heshima yake. Hata ukikataa kumsaidia mpe heshima. Unajua heshima ni kitu ya maana. Bwana Yesu apewe sifa. Mpatie heshima ndio njia kazi yako zifunguke. Ndio pokee neema kutoka kwa Bwana na baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kuna mengine unaona uoni, lakini wewe unatafuta uso wa Bwana. Unatafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Niliona mama mwingine alikuwa ameachiliwa mahali. Alipiwa vita mbaya mbovu na alikuwa mchane. Wale wanaofanya kazi na yeye walimchochea zaidi. Mara walisema watoto wake wamefanya hivi. Mara kwa chini wanasema hawajiwezi, wanafungia watoto wanawatandika kama umbwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na huyu ni mtu anasema anaenda kanisani anasoma Biblia. Biblia ni ya nini unasoma? Biblia soma vizuri. Tuache kusoma Biblia zinainama juu na chini. Biblia soma vizuri. Ujue ni nini Bwana Yesu Kristo anahitaji. Ujue ni nini ataki, ndio tafuta uso wake vyema. Ndio tafute baraka za Bwana. 3/4 tunapenda kutafuta laana. Yaani unachifanya wewe ndondekea una shida. Yaani wewe unachifanya kama oni chochote. Utaona siku ya mwisho. Usijifanye kama oni kudhurumu mwenzako kumtendea maovu. Kusema ya kwamba huyu ako na hivi, yaani unangangana umtoe mahali yako. Bwana Yesu apewe sifa. Uwezi ukapata amani. Ndio nisema wale wanaochochea yatima, wachane, maskini. Unajua wana wa Israeli walifanya Musa kazi, si ndio? Na wale waliofanya hivi kila walikuwa wanahitaji wasifaulu, waingie katika mateso. Hiyo mateso baka irudi kwao. Sio tafadhali, iko hivyo. Imeandikwa. Kwa sababu hajatafuta baraka, ametafuta laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mama akavitinwa, watoto wake wakafanya hivi. Watoto wakienda wakilia, mama akienda akilia. Nafikiria hiyo kilia itakufaa ubarikiwe. Hakuna kilia itakufanya kubarikiwe kwa hao watu. Kwa sababu hiyo maandiko imenena. Hiyo maandiko, hiyo kilia itakukura. Wengi wanakuliwa na hiyo machozi, wanasema wameroa. Hakuna kuroa. Kwani kuna kuroa ukiwa umekaa katika Kristo? Uko very strong kwa sababu Shetani hawezi kuingia katika uchawi. Mungu hawezi akataguliwa na uchawi. Hiyo ndio kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama wanadamu sisi wa Kristo tumeamua kumfuata Kristo. Na wewe mahali huko umeamua kufuata Kristo, tafuta baraka, wacha kutafuta laana. Itina uchochechi suki, hiyo ni dhambi mbele ya Bwana. Kiwa umechochea ndoa ya wengine kaharibika, hiyo ni dhambi. Hadi wewe unakaa unafurahia. Unafurahia nini? Maovu tutaiona hapa wapi? Hakuna maovu kule mbinguni. Kule mbinguni tutaserekea.
Ndio naona kitabu ya Zaburi imetuonya, imesema eli kuitisa msamaha. Mbele ya Bwana ndio samewe. Mbele ya yule uliyokosea, mbele ya macho ya Bwana ndio pokee msamaha. Kwa Bwana ni kuenda kuambia sadaka nimeleta hapa, mtumishi wa Bwana niombee. Nimekiri makosa yangu mbele ya Bwana, na wewe unisaidie kuombea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo yeye Mungu wetu abadiliki. Ni mwanadamu anabadilika katika njia zake. Akisema atakubariki, hakuna mwanadamu anaweza kupinga. Akisema atakuinua, hakuna mwanadamu anaweza safari utaenda. Akisema atafanya vile anafanya katika nyumba yako, hakuna mtu anaweza. Hata ikiwa miaka enda rudi, atafanya kila alinena. Ni sisi tunamwasi, tunarudi nyuma, ndio baraka zetu zimezuiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha wapendo, tusimama na neno. Tuache maneno. Tusimama na neno ndio tuongoze katika safari ya wokovu. Itushenge kakira kiroho, itufungue macho yetu tupate kuona. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona ya kwamba yeye alisamewa upotefu wakati aliweka yote mbele ya macho ya Bwana. Kwa hiyo ni 6. Kwa hiyo ebu kila aungamiaye akuombe awapo katika dhiki. Kwa hiyo hebu kila akuaminiaye afanye nini? Akuombe wakati wa dhiki. Yeye anaomwamini Kristo ndio maombi inafanya nini? Inachibiwa. Sio kila mtu unapapasa hivi kwa haraka ndio faulu mahali ulikuwa unaenda. Kila anaomwamini ndiye anafaulu katika Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ndio kuombaye awape katika dhiki. Yule anaomwamini amuombe katika dhiki wakati wa mateso. Hakika maji makubwa ya kufurikapo hayatamufikia yeye. Yule aliye na imani akiomba katika dhiki zake, katika shida, hata maji ikafurika kivipi, iwezi ikamfikia yeye. Hata hatari ikicha, yule anamuomba katika imani. Hata ukikutana na wakoro saa 8 ya usiku. Bwana Yesu apewe sifa. Sio story na wapea teriri. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii ndio wakati ilifika Bwana alisema ni nene. Kwa sababu yale Bwana amepanga, mipango ya mwanadamu sio mipango ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu yeye ukucha wakati ufaro. Harakisi wala ukuchelewa. Kiwa wewe umekaa kupoteza nyumba ya wenyewe, wewe utangamia usipoenda na kutubu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unaacha tu, nimetoka kazi, nimeshinda kwa TV. Kumbe sio kwa TV, sio kwa TV. Kwa nini ununi TV weka kwako? Ati nimesikwa kwa hoteli nikiona habari. Kumbe sio habari. Uko kwa wenyewe. Labda mwenyewe akuwe Mombasa na wewe uko huko. Na ukizikwa huko, sio kikatwa hiyo ibuani sasa. Ukiwa unataka kuoa, ukiwa unataka 30, hiyo jukumu yako. Leta wa kwanza umwambie bibi ndio huyu bibi na kuongeze. Umekubaliana na mimi, si ni wewe. Unajua inafika wakati tunasema ya kwamba mtu akiamua uwezo kama ni kumuombea ndiye apate kubadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maandiko yatuambia yule atakayeomba kwa imani atafanya nini? Yule atakayeomba aomba katika dhiki, na ukumbuke hiyo lazima aombe katika imani. Kwa hiyo hebu kila akuaminiaye akuombe awapo katika dhiki. Yule anaomwamini Yesu Kristo amuombe katika dhiki. Hakika maji ya makuu ya kufurika hayatafikia yeye. Yule anaomba anakuwa katika imani. Hata maji ikicha anamjibu katika dhiki. Amuombe wakati wa shida na yeye atamjibu. Kwa sababu yeye ana dota lolote. Hana madoadoa katika njia zake. Ni mtu mwaminifu. Ni mtu anayejua kuomba msamaha.
Bwana Yesu apewe sifa. Sio unatusi bibi ya ndugu yako nasema hiyo ni kawaida, huko nitaenda na kupita. Bwana Yesu apewe sifa. Sio unatusi mama mko nasema wewe ni kama mama yangu kwana bibi mwenzako. Unaongea matusi ingine wewe karaweka. Ujamuitisha msamaha unataka msee na yeye chakula. Ni nani mbwa kati yenu? Yule anao mtisi na anataka kula na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tujue sisi ni wanadamu sio wanyama. Tumepewa akili iliyo safi kutafakari yaliyopita na yanayokuja. Ukiona umekosa rudi ombe msamaha. Hata ikiwa uko hapa, hata ikiwa ni Kisii, rudi huko useme ndugu tulikosana kwa ajili ya mpaka. Bwana Yesu apewe sifa. Yule anaomba anasamewa. Kijana alipokosa miaka 2 alifikiria sana. Akatumana akasema mimi nataka kuomba msamaha kwa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa akasema bana, yeye kama anaomba msamaha mimi sitakataa msamaha na kubariki mbele ya bajo ya Bwana. Ombe msamaha. Kwa sababu ingekuwa gharama afike kwa mzee, alipiga simu. Akamwambia mzee, unajua tulikosana, nilifanya mengi kwa ajili ya hasira. Lakini nimezekaa miaka 2, ninaona sio vizuri tukae kama maadui. Na Yesu apewe sifa. Siku hizi adui ni rafiki. Anaukalia vizuri, anakuonyesha upendo. Lakini upendo wa wapi? Wa macho sio wa roho. Mwisho anakumaliza. Mzee akasikiliza kwa sababu mzee ni mcha Mungu. Anajua mtu anaweza kutumika vibaya. Mtu anaweza kutumika na Shetani. Mtu anaweza kutumika bila kujua anafanya nini. Lakini yeye alipokaa miaka 2 alifikiria kumpigia simu kutumana msamaha wake. Akasema ya neno mwambie mimi naogopa kuitisha msamaha. Ndio kwa sababu nimekutuma kwake. Mzee akasema wacha kuje aniitise msamaha. Kwa ajili ya gharama ya njia akapiga simu. Kamwambia mzee tulikosana ango. Tulikosana muda mrefu. Na vile nimekaa nimeona nilikosea, yale niliyonena nilitumika vibaya. Kwani unaona aibu kusema ulitumika? Chana muni yako. Wacha kuwa daraja kwa wengine. Kuwa na your own principle. Kama ni no, ni no. Kama ni yes, ni yes. Wacha kutumika. Kwani umekuwa daraja ya kupitia kila mtu. Usimame. Uko na akili nzuri. Decide to yourself. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema nilitumika vizuri, ngine ninyongea kwa ajili ya hasira, ngine nilifikia ba, lakini mimi ango nimeomba msamaha. Unafikiri anakataa kumsamea? Atamsamea? Bwana Yesu apewe sifa. Walisameana. Wao katika safari. Saidia ngine. Ule akilemewa anamwambia go. Nataka kitu fulani kwa sababu nimelemea. Ango anamwambia mtoto wangu, ongoacheni nikusukumie hiyo. Unaonaje watu wakikaa katika upendo. Zaburi 133. 133 atuambia watu wakikaa yani wakikaa pamoja ni kama ndevu ya nani? Kumbe mnajua tupizie makofi wenyewe. Hiyo kitu mnajua vizuri. Na wengine mmepandwa na chuki ndani yenu. Unamsalimia tu kwa ajili mnakuja na yeye kanisa. Lakini hutaki kutoa kikwazo ndani yako. Yaani unamsalimia kwa ajili mnakuja na yeye kanisa. Lakini ndani yako unaema. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo kuema ndiyo itakumaliza peke yako. Kwa sababu wakati unaoinami uwezi ukaomba, unasikia unakuasika. Kuna baraka zinakuja kwako zinataka maombi, zinakupita. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yatuambia aliyemwamini Yesu Kristo yeye wakati wa dhiki umfanya nini? Akimuomba wakati wa dhiki Bwana umsikia, na katika maji ya kufurika mbele yake uwezi akamfikia, kwa sababu amekingwa na malaika wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa.
Kimbilio langu utanilinda nisipopata mateso. Kimbilio langu utanilinda nisipopata mateso. Kimbilio yake ni nani? Ni Yesu Kristo. Haleluya. Utanizunguka nyimbo za kufurahia wokovu wangu. Yeye akasema wakati wa kufaulu atamzunguza na nyimbo zitafurahia wokovu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Zile nyimbo zinazokuja ni za kumtukuza yule Yesu Kristo aliyomwokoa katika dhiki na mateso mengi. Aliyomtoa katika maji ilikuwa inakuja ipate kuangamiza. Aliyomtoa katika chali na vifo. Yeye akamsimamisha katika neno. Kwa hivyo wewe ukiona ukiishi, sio ya kwamba wewe ni mkamilifu mbele ya Bwana. Tafakari hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Yule alienda akachukua sadaka, akafikiri atafaulu. Akaona kuridhika, naenda akanyagua. Hakuna dhambi ndogo na kubwa. Tuyaona haya. Tuyaangalia na tuyatafakari. Akaona tafadhika, lakini hapo Mungu sio fata alimuua. Yeye usiwalikatani kuuliza nani ameiba hapo. Unasema hapana. Lakini kuna kati nani amesaliti mchungaji? Hapana. Si mkisema bado tutaanza kuomba. Sasa yeye aliongozwa vile roho, dakika moja pa na kufikizwa hospitali. Unaonaje hayo? Tusidi kujificha katika dhambi. Tusidi kushika katika dhambi. Ama tumrudie Bwana tutafuta baraka zake. Tufanye nini? Ni vizuri tumrudie tutafute baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Isiwe naenda na kuchoma lakini ni mafundisho. Mimi yangu lazima nimalize kulingana vile vile nimeongozwa, lazima ninyamalize. Lazima mimi nimalize. Sitahesabiwa dhambi, sitakokotwa na wenye maovu. Nilikupea uchume wangu, ukanyamaza, ukupeana kwa kanisa, ukupeana kwa watu wangu. Sitaki maasi yanaangamiza. Natafuta baraka, sitafuki maangamizi ya Bwana. Kwa sababu nikaangalia kuipea. Sitaki nifunike blanketi juu ya taa. Nataka niweke nuru aliye na masikio asiki. Na asike neno la Bwana. Atoke kwenye dhambi amrudie Bwana. Bwana Yesu. Ikiwa wewe unapenda kuangaliza jirani, waachane kuangaliza jirani. Ikiwa wewe unaandamana watoto mahali wanasoma, waachane kabisa. Ikiwa wewe umefunza mtoto wako kusumbua watoto wengine, waende waache kabisa, umwambie sasa, mtoto wangu nataka kuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa ulifunga mwingine asiolewe, hati familia yake kuolewe, wewe una kila wakati ni wageni, uende waachilie hiyo familia iolewe. Na wao wapata kubaraka Bwana. Kwa sababu ule atakutana na mtumishi wa Bwana aliyopewa malaika wakuja na kurarua. Akisema muombea utakuwa na amani katika nyumba yako. Kwa sababu itaru. Na hapo utasema umeroa. Utasema umeombewa mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tufuate, tutafute baraka, tutaki laana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu haikuambia kuja uchimba hapa katikati, uache kuchimba kona. Kwa sababu ni kuhurumia yeye, kwa sababu ni kupenda yeye. Hapana, fanya vile Mungu anataka, sio vile mwanadamu. Mungu kina kitu mmoja wakati nilipookolewa niambia Bwana, usikubali nikokoto na wenye dhambi. Kama ni la unichulize ni la, kama ni ndio ni ndio, lakini mimi hakika sitafanya kitu kufurahisha. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi afadhali nikauke, lakini siwezi nikakauka nikiwa katika Bwana. Lazima Bwana aninue. Kwa na msimama ni kitu ya maana. Kwa na msimama katika wokovu ulio nayo. Wacha kuyumba yumba. Kwa msimama kama ni ndio, ni ndio. Kama ni la, ni la. Kwani kuna mtu amekupaya uhai hapa duniani? Mwenye alikuwa na uhai yako kule juu, akitaka ataichukua wakati wote. Kwa nini wewe unaogopa mlio kando na yeye? Kumwambia ukweli, ukiri ukweli. Umwambie ili hapana la, iwezekani. Ama uendelee katika maombi, mwambie Bwana uniwezeshe kunyamaza. Ndio nisiche nikakutana na maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Daudi akasema anakimbilia kwake ndiye akiwe tegemeo
na akamuomba Bwana ampe. Bwana Yesu apewe sifa. Amazunguka na nyumba za nini? Safra. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayo elekea. Daudi wakati wa kunena kuomba kabisa, akaambiwa atafundishwa njia atakapoenda akufanya nini? Ataweza kuongozwa katika njia, na atakapoenda ni njia gani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo akamwahidi, kwa vile alizika agano, kwa vile alitii vile yeye anataka, Bwana akamwahidi ya kwamba atamfundisha njia, atamuongoza na muonyeshe mahali anapoenda. Wakati kulio na vita mbele yake anamsimamisha, wakati kulio na nuru mbele yake anamwambia enda. Unajua ukiwa katika hiyo laini, sio rasmi ukuwe nabii unene na Mungu. Unaweza kutoka fikira zako zikuongoze, lakini uchunge sana zisije kuongoza kuelekea kifo. Usema ya kwamba bishop aliniambia fikira zina, hapana. Unatubu, umejichunguza, umekuwa kiwango gani mpaka fikira za Mwenyezi Mungu zikuongoze. Bwana Yesu apewe sifa. Kuokoka sio unaokoka saa hii kesho waanze kuongolezwa na Bwana, waanze kufanya kazi. Watumishi wa Bwana wameenda milima na maponde, na imekuwa gharama ili kupokea wokovu. Wanachuta mengi, wanawenyewa mengi, lakini wanasamea. Hiyo wewe utasema utapanda, utapepa panga uanze kuwakimbi, lakini yeye anavumilia, kwa sababu mvumilivu weura mbivu. Yeye uvumilia, utendewa maovu, udhulumiwa, usalitiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lea anamwambia Bwana ukumbuke, nisije nikageuze nikalipisa ama nikatenda maovu, unipatie uchasiri na uvumilivu. Unajua sisi sote tungeitisa uvumilivu, antungenukiana sisi kwa sisi. Nipatie uvumilivu katika hii safari, kwa sababu Shetani atakujaribu vile alijaribu kwa Ayubu. Alijaribu Ayubu akamwambia ukiniabudu nitakupea hii magorofa zote ziko lakini alimjibu kwa maandiko akamwambia imeandikwa, waabudu nani? Mungu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kama Ayubu hakuwa anasoma Biblia angeelewa atamjibu ache. Kwa hivyo tunaona majaribio unaishinda katika neno, sio kwa maneno, sio kupigana. Unaishinda kupitia neno. Ukisema hii neno kuanzia huko mpaka mwisho, utachua vile Mungu anahitaji. Sisi wa Kristo tunaamua kumfuata, anahitaji jambo gani unaweza kutenda nzuri, ndio upate kuinuliwa, ndio pokee baraka, usicho kapokee laana. Kwa hivyo tunaona wengi tunapuuza neno, tunapenda maneno. Kusaulishwa sio vibaya, kupewa mawaida sio vibaya, lakini wewe chiamulie peke yako. Useme katika hii nimeambiwa hii nchi inafurahisha Bwana. Hii rafiki yangu ameniambia kweli ni haki. Akili tumepewa. Na mtu ukiokoka uchokoka ukuwe mchinga. Umeokoka ukuwe mwerevu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiokoka Mkristo uchokoka ukuwe mchinga. Uchokoka mtu akutemee mate kwa kichwa. Usome nitaomba mkatase. No. Hiyo iwezekani. Mchibu katika maandiko. Mwambie hata Yesu Kristo wakati aliingia katika kanisa, alipata soko inaendelea. Yaani alifurahia akasema nitaenda nimuombe Mungu. Aliwajorosa na akawatoa nje. Kwa hivyo kitu kingine usisema ati mimi nimeokoka, wacha nikae hivyo, nitema unageuka, unasema nitema tena unaweka. Lazima ukuwe na msimamo. Iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni ndugu yako, iwe ni bibi yako, iwe ni nani, no. Mwambie hiyo sitaenda pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo tisivumilia nikiwa na wewe. Tuende katika hiyo njia. Mimi nitamuomba yule Mungu aliyo hai, kwa sababu alikufa na akafufuka. Kwa hivyo sitaomba yule Mungu aliyekufa. Nitaomba Mungu nikijua kwamba alifufuka, alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na amefufuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi wa Kristo kuwa na msimamo, wacha kuongozwa na upepo.
Wacha kufanya kitu ufurahishe ndugu yako. Wacha kufurahisha kitu ufurahishe wazazi. Mnielewa vizuri, sichambea mchitenge na wazazi. Mnielewa vizuri. Usifanye kitu ukimfurahisha ati amesema niende na wewe hapo unakuja unakiri Kristo ni Bwana. Yule anayekiri Kristo ni Bwana ni yule anayefuata njia zake na kutenda yale yake. Bwana Yesu apewe sifa. Ati ni wengi wananiita Bwana Bwana lakini hawatendi mapenzi yangu. Unatamani kukaa kwa Bwana lakini yaani unashuhudia huyu Bwana lakini uchue matendo yake ni gani? Uchue njia zake ni njia gani? Unatacha yule mtu utendi vile anataka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumwabudu Bwana tukiwa katika njia za nuru. Tumwabudu tena ya kwamba tukuabudu. Wakati Daudi aliamua kumwabudu, kungama dhambi zake, kukaa vile yeye anataka, alimwahidi ya kwamba atamsungua, alimwahidi ya kwamba atamfundisha na kumuongoza katika njia anayoenda. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakusauli jicho langu likitutazama. Atasauli jicho yake ikiwa ikimtazama. Alimwambia atamuongoza na atamsauli. Vile anaweza kukaa kwa watu wasiomjua Bwana. Wale anaweza kukaa na wale watu wamerukia sheria zake. Ndiye apate kuahidi. Wacha kwenda kukaa katikati na watu wa salati useme nilisema. Lazima ukuwe mtu unaomba sana, ukuwe na hekima. Ukiingia kati yao unawabadilisha. Sio ukiingia kati yao wanakunyakua. Unaenda kupiga msenene na watu wamepoteza. Alafu ukiingia huko kati na wewe unapotea. Ulikuwa mpole kwa nyumba yako lakini wakati unaingia hiyo kikundi, mzee anaona moto. Ukirudi kwa hiyo yale yote mlikuwa mnaongea, mzee anaona nini? Kwa hivyo Daudi kwa sababu alitii sheria za Bwana na kufuata njia zake na kunyenyekea na kuomba sana Bwana amuongoze. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa maandiko yatuambia, ndiye aliambia atamsauli vyema na atamuongoza katika njia inayofaa afuate. Bwana wewe peke yake. Hata ukiingia kwenye ile kelele kiko, utakuwa mwenye kelele, utakuwa ni watu wanaturisha wale. Hata ukiingia mzee ukipata wako wanaume wawili watoto wakinywa chai tini wakiongea juu ya wake, unaambia siri ya nyumbani ni zile ya nyumba. Ni watu wawili kwa watu watatu. Sasa unaenda kuambia mwanaume akusaidie nini mwingine? Unamwambia bibi amenikosea. Si atakwambia enda achana, wanawake ni wengi. Nimetumba, wamechaa. Kwani kuna yule anatoka mbinguni? Hakuna yule anatoka mbinguni. Mwanamke ni mwanamke. Mwanaume ni mwanaume. Upendo wa Bwana utawale, uwabadilishe, ulete amani katika kwa nyumba. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usisema ati ya kwamba itakuwa hivi hapana. Amenisumbua. Sasa unaenda kusheki mawaida. Kwa yule na yeye akai kwa nyumba yake, anafika kwa nyumba yake saa 5 hata anapepa mboga. Saa 5 ndio watoto wanaku. Ndio naenda kusawishi nini? Anaingia na saa 5 ya 4 watoto wamelala bwana. Anaingia na kachupai, anakula kanyama. Bwana Yesu apewe sifa. Ati unaenda kumpatia mawaida. Shetani akiingilia kwa nyumba yako, ita Bwana. Muombe sana. Mwambie Bwana, mimi naenda katika madhabahu. Nikililia nyumba yangu ipate kubadilika. Kiona kuambia yule ndugu akakwambia ni wengi. Hata niliona mrembo mahali fulani. Ni nyoka. Yeye mrembo. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe umemuona na mwingine amemuona, Chuma na chume kukutana pamoja na kuwa nini? Na kuwa moto. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuambie Bwana wakati tunaomba katika maombi yetu, Bwana atawala fikira zetu. Bwana atawala na tuongoze. Aliambia Daudi kwa vile ametii na kunyenyekea, aombe wakati wa dhiki. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye atamsingira na nyimbo za furaha. Aombe wakati wa shida na yeye atamsikia. Kwa sababu huyu Daudi alikaa akinena Yesu Kristo peke yake. Alijaribu kuficha dhambi zake lakini akashindwa. Akaona ni heri afichwe mbele ya Bwana, ndiye alikubalika kuitwa mwana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yazidi kutuambia msiwe kama farasi wala nyumbu wasiokiri
Hiyo ni maonyo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtandiko ya Lichamu na Aramu, zaidi kuwasiia hao hawatakukaribia. Msiwe nini? Kama Farao wale nyungu wanaokuwa na nini, wenye wasio na akili. Mimi mwasoni umesikia nimesema hivi. Wakristo, ukiwa Mkristo umeokoka, uchokoko ukuwe mchinga. Umekoka ukuwe mwerefu, uchue kutambua mawazo mazuri na mabaya. Yale kiingia mabaya unasema huyu mwanamke amenisumbua ataenda nioe. Kama wewe amekusumbua wewe mshibishi, ukiwe na wili watashiba. Watashiba. Aje hiyo ni mawazo maovu yanakutawala. Ndio nasema ya kwamba tunaambiwa tusiwe wasinga kama farasi na nyumbu. Ndio kwa sababu hiyo ni maonyo kwa Wakristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Anasema hawana akili, wasio na akili. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapo mwasani nikasema sisi Wakristo nafurahia tukiokoka, tukifuata sheria za Bwana, tunakuwa ni watu wako akili. Kwa hivyo uchokoka ukuwe mjinga. Ukisikia kitu unanyamaza. Kama hujui kunyamaza, unaomba Bwana akupatie roho ya kunyamaza. Unanyamaza, unaona ni nini utaongozwa. Sio unasikia nduru nje unafungua mlango unakimbia. Utakimbia mkutano na njore. Wewe rudi kwa nyumba, omba Bwana. Kelele kimejaa nje. Na yale yanajulikana saa usiku mimi sijajui. Kabla sijatoka naomba neema yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unakimbia utaenda kukutana na maovu na wewe angamie, kwa sababu ukuteki hatua zako kumuita Bwana. Kila jambo muite Bwana. Ukiona fujo katika nyumba yako muite Bwana. Omba msamaha mkiwa pamoja. Sio kuenda kuambia mama mwingine, mama nimesumbuka kwa nyumba. Haya anakuambia sinaona siku hizi umeparara, hata usijone usiki vizuri. Sio baya kwa kusuka nywele, lakini anakupeleka wapi? Wewe unaambia mwingine usijasuka vizuri. Wewe unaosuka vizuri unaenda wapi? Sasa wewe unamchochea, unamweka moto. Akiingia kwa nyumba yake hata watoto hawatakula. Noisemeka sitakuwa nyingi kwa nyumba, hata yule anaona nitapitia kule kwa hoteli nikuje na mboga saa 5. Watoto hawachakula. Wanangojea chakula saa 5, wanangojea saa 3 ukuna chakula, na unakuwa na sukuma na nyanya moja. Na huko unakula nyama na matumbo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto analia, ndio uliona kule Mombasa watoto walikula nini? Mawe. Mama alishindwa atafanya nini, wanamulilia. Akaweka mawe ndio waona wako chakula inaendelea, watulie warare. Kumbe sasa ile mama ametoka, wakatoa ile mawe wakakula wakakufa. Unaona aje mwanaume? Umelaniwa mjaraniwa. Kwa hiyo ile machozi ya wale watoto ni mabaya sana. Yanaweza kulia ikuletee kazi. Wako kale mmevurugana, umeenda alafu unarudi. Wewe unakula nyama choma unarudi. Unakula nyama choma unabeba sukuma na nyanya moja. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaonaje? Tuombe msamaha mbele ya Bwana. Tumwambie Bwana sisi tumeasi. Tumwambie Bwana mimi nimekuwa mbaya katika nyumba yangu. Nimewestumia mpaka nimetoa mwanaume ameenda na kukutana na mbwa mwitu. Unajua mbwa mwitu ni nani? Ni Delila. Delila sasa akimpanga unaweza kuteta. Bwana Yesu apewe sifa. Tuone ni jambo gani tunaweza kufanya tukaribie huyu Yesu Kristo. Tuondolewe hatia, tumrudie Bwana. Ndio wakati tunakoomba maombi yetu ifike. Isiche kasuiwa na maroho sangani. Wengi maombi yetu yamesuiwa katika maroho sangani kwa sababu hatuna mwelekeo katika Ukristo. Tunapapasa pesa. Unatoa ushuhuda kweli kwete, lakini utendi kulingana na mapenzi ya Bwana. Unatoa ushuhuda, lakini ufanye vile Bwana anahitaji. Kuna kitu kimoja kinaweza kudisqualify, usione ufalme wa mbinguni. Yule ameua na yule amesaliti nchi yao ni moja. Yule amefitini na yule ameua ni the same. Usifikiri kuna dhambi ndogo. Nani amkuambia? Maandiko yatuambia katika kitabu ya Wakolosai, hao wote ni wale yule ameua, yule amefanya hao wote wameabudu sanamu. Kwa sababu wameshuhudia
ile roho isiyo kamilifu mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Naye mtu muovu ana mapigo mengi, mbali amtumiliaye Bwana fadhili sitamsunguka. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia ya kwamba yule anayo mwovu anao mapigo mengi, lakini yule mwaminifu fadhili za Bwana zinamzunguka. Na unachia fadhili za Bwana za milele, asiweze kupunguka, asiweze kufika katikati. Yule aliyemwamini tusikilize vizuri. Maandiko yatuambia yule anaomcha Bwana na anakuwa mwaminifu, fadhili za Bwana zinamzunguka. Lakini yule mwovu akona mapigo mengi. Leo ametembea akienda kazini, ameshikwa kwa barabara. Leo amefika town, amenyang'anywa 10,000. Leo ameenda mahali pengine. Unaona vile vitu yanaenda? Akona mapigo mengi. Yule mwovu akona mapigo mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ameenda Disemba kupanda gari na alikuwa amelipa last week. Ameambiwa no vacancy ya kuingia. Gari zimejaa. Na unataka kwenda kusherekea na watu wenu, lakini unaambiwa ongojea mpaka tarehe 29. Na wewe ulikuwa unataka 25 msherekee na wengi. Yule aliye mwovu mapigo yake ni mengi, lakini yule anaomwamini Yesu Kristo usunguko na fadhili, akona neema, akona kibali machoni mwa Bwana, anatembea kila mahali, anatembea anafaulu. Lakini yule mwovu yeye akona mapigo mengi, mara kuko hivi, mara ameitwa, unaona kitu kimeenda, anakuwa na mapigo mengi. Kwa hivyo ndio hapo mwanzoni niliwaambia wapendwa, tutafute baraka sio laana. Ukitakuwa ukitafuta, usikubali ukosee yoyote, ukosana na mtu. Wewe mwitisa msamaha, kikataa enda mbele, yeye ndiye atachumi. Wewe kaa kama shujaa, unaojua kutofautisha yaliyo mema na mabaya. Unasema Baba, isikue mpaka jioni utokana mimi niko na kosa mbele yako. Wacha kuombea ukiwa kwa kitanda, saa hino unakula, ukifika katikati unamwambia Sadaraki, uliomba, umefika katikati. Hiyo niko. Kwa hiyo tuone ya kwamba yule anaomwamini Yesu Kristo, anamwamini, asiye na kigegei, asiye mpapasa, asiyeenda katika njia za 50-50. Maandiko yatuambia fadhili za Bwana zinamzunguka. Kila mahali anaenda anapokea kibali machoni mwake. Kila mahali anakanyaga wanamwambia hebu atoke na pite. Musa wewe kuona watu kama hawa? Akona fadhili. Fadhili za Bwana zinamzunguka. Akona kibali machoni mwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mahali unaenda hivi, hata ukifika mtu anasema ningetaka ukije kwa sababu ukifika hapa kazi yangu inafunguliwa. Ukifika hapa biashara yangu inafunguliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini umuovu aliyekaa na mambo yasiyofaa Mungu ndani ya noni mwako, hawezi akarara bila kuazi, hawezi akarudi nyumbani bila kuchochea, hawezi kurudi nyumbani bila kufitini. Mapigo yake ni mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Mapigo yake ni mingi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo maandiko ya 11 ya mwisho yatuambia, mfurahie Bwana, sangilieni enyi wenye haki. Wenye haki mfanye nini? Tupigie Kristo makofi. Enyi furahieni Bwana, sangilie enyi wenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni maandiko yanaenda kumaliza. Ikisema furahieni kwa Bwana na sangilie wenye haki, mbona wachasema wapotevu? Tuambie wapotevu wako na mapigo mingi. Lakini hapa tunaambiwa wasangilie wenye haki mbele ya Bwana. Pia wafanye nini? Wafurahie mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bigeni vigeregere vya furaha. Vigeregere viko wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu sisi wenye haki tuko na ushindi. Mwenye haki ako na ushindi kwa kila jambo. Kwa sababu akienda akikanyaga mahali vita iko, analeta amani. Akienda mahali furugo huko, nyumba inataka kuachana, analeta amani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe.
Hata ukienda miaka ikuwe 5 upite mahali pale, kama ulikuwa umeleta amani miaka 5, unakumbuka unasema kama sio wewe singekuwa na ile ndoa. Tulikuwa tunaenda kuisha lakini ulileta faraja. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikuwa tunaenda kuachana lakini ulileta muungano pamoja. Wacha jina lako likumbukwe hivyo. Jina lako silikumbukwa kwamba ulienda kuvuruga fulani. Uliharibu nyumba ya wenyewe. Ulinyakua mzee mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Mama akahangaika, mzee akatoka kwa hiyo nyumba akaenda mahali pengine. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha jina lako lifanye nini? Jina likue imara, lifurahie. Kwa sababu wanasema maandiko ya kwamba sangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele kwa furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Nyinyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Nikasema wale wote walio na wanyofu wa moyo, wale walio kind, si ndio? Wafanye nini? Wapige vigelegele, wafurahie kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu fadhili za Bwana zinamzunguka yule mwenye haki. Kila mahali anaenda apokee kibali. Akiingia mahali pengine popote Mungu aonekana kule, anabadilisha hiyo inji. Akienda kwa ploti ile nyingine kulikuwa na vitina, analeta amani. Si inazidi kuwa na vitina. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yatuambia kwamba furahini Bwana, sangilieni enyi wenye haki, pigeni vigelegele vya furaha. Amen. Nyinyi nyote mlio wanyofu wa moyo. Bwana Yesu apewe sifa. Wale walio na wanyofu wa moyo wakuwe nini? Kwa Bwana, wapige vigelegele, wasangilie, kwa sababu kwa Bwana kuna ushindi na amani. Kwa sababu Mungu wetu hataki mfurutano. Mungu wetu hataki fujo. Ukiona fujo imeingia katika ndoa, hiyo ni ya kutawanya baraka automatically. Hata baraka zilikuwa mahali zinatoka zinasimama. Mungu anataka watu waishi katika upendo na amani. Kwa sababu mwenye kuleta fujo ni Shetani. Unamwambia baba ni sasa niko hivi, unaona nyumba nyingine, wewe uache kufananisha nyumba yako na nyumba nyingine. Kila mmoja ako na neema yake. Uwezi ukafananisha na mwingine. Uwezi ukaona mwingine ameenda mbele useme wale wameenda. Hapana. Ongojea Bwana na tia bidii katika maombi. Bwana wabariki na waongezee nguvu katika maombi. My name is Sweetina and I have a memory verse. Memory verse, John chapter 1 verse 1. It says, in the beginning there was a word, and the word of God, and the word of God. You go to church to pray. You go to church. Thank you. My name is Emmanuel Basira Sero, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Isaiah chapter 43 verse 18. It says, forget the former things, do not dwell on the past. And my second memory verse comes from the book of 2 Samuel chapter 22 verse 3. It says, the Lord is my protection, with him I am safe. Say amen. My name is John Nyaboke Osero, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians chapter 3 verse 18. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. And my second memory verse comes from the book of Hosea chapter 3 verse 18. It says, let my people live in peace. Say amen. Amen. Fire, 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 follow me. Fire, 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 follow me. In the day of Pentecost, fire, follow me. On the day of Pentecost, fire, follow me. Moto, 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 nifuate. Moto, 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 nifuate. Kama siku ya Pentecost, moto, nifuate.
katika siku ya Pentecost. Nifuate. Thank you. My name is Domenda Avasong. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo kati ya mbwa. Msiwe nidhamu sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo kati ya mbwa. Msiwe nidhamu sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. Vumilieni hadi mwisho, tuliyatuliza kwake Yesu. Machungu mnayopata kitambo yataisha, mbinguni tunaelekea. Vumilieni hadi mwisho, tuliyatuliza kwake Yesu. Machungu mnayopata kitambo yataisha, mbinguni tunaelekea. Nimewapa mamlaka mingi, angalieni na wachunga kama kondoo kati ya mbwa. Msiwe nidhamu sana kama nyota. Jihadharieni na wanadamu, iweni wapole kama ua. Mapepo hayana nguvu tena kwenu, niko nanyi hadi mwisho wa dahari. My name is Ruby Kwamboka Ayavaso. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Kwengine sijui nina nini Bwana. Nimejua umenitendea. Yawe, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Kwengine sijui nina nini Bwana. Nimejua umenisaidia. Thank you. My name is Lucy Mdewa and I have a soul. Bwana Yesu anafanya nini? Anameremeta. Na Yesu anafanya nini? Anameremeta. Bwana Yesu anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Anameremeta. Bwana Yesu anafanya nini? Anameremeta. Thank you. Anayepewa na ubiri and I have a song. Dunia ndugu sio kwetu, tuwe safiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Dunia ndugu sio kwetu, tuwe safiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani.
tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Tunapotengana na ndugu wapenda wetu kwa huzuni, wengi wakosa tumaini ya kuonana juu mbinguni, ya kuonana juu mbinguni. Tunapotengana na ndugu wapenda wetu kwa huzuni, wengi wakosa tumaini ya kuonana juu mbinguni, ya kuonana juu mbinguni. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani, katika nchi ya amani. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaishi na Bwana katika nchi ya amani. Thank you, Andorka. mbili na wa mwisho talanta. Ufalme wa Mungu umekuwa kama yule aliyewaita watumwa wake, akampa mmoja talanta 5 na mwingine talanta 2 na wa mwisho talanta. Mwisho wake utakuja kuangamia. Talanta ya Mungu, ndugu yangu, talanta ya Bwana uliopewa uifanyie kazi. Usifunike talanta
wewe utakuja